Baba, katika jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu Bwana, tumekutanika ili Mungu upate kusema nasi. Sema nasi Bwana, kwa kuwa tuko tayari kusikia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nafunga milango yote kuzimu, haina mamlaka juu ya yoyote katikati yetu. Roho wa Mungu, sema nasi sasa. Asante Bwana wetu Yesu Kristo. Baba, nimeomba na kushukuru kwa uwezo wako Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi somo ambalo tunakwenda kujifunza siku ya leo lina kichwa cha somo ambacho kinasema uwezo wa kukataa. Uwezo wa kukataa. Mara nyingi tunaona sisi tuliookolewa au watu tunaomfuata Yesu Kristo, katika Yohana ile sura ya kwanza pale, ukisoma Yohana ile sura ya kwanza hapo na ule mstari wa 12, Yohana ile sura ya kwanza na ule mstari wa 12 hapo, utaona Biblia hapa inasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Utaona hapo kuna uwezo ambao umetajwa hapo, kwamba wote waliompokea Mungu aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Sasa huo uwezo leo tutakwenda kuangalia kwa namna nyingine tofauti. Mtu yeyote ambaye ni mwana wa Mungu huwa amepewa uwezo. Sasa watu ambao ni wana wa shetani, wao wameshapewa uwezo wa kuwa watoto wa shetani, ndio maana wanaishi wanafanya mabaya. Sasa kwa mtu yeyote anayekuwa ni mwana wa Mungu huwa ameambatanishwa na nguvu ya uwezo. Sasa huu uwezo leo tunakwenda kuangalia uwezo wa kukataa. Mtu yeyote, ili uwe ni mwana wa Mungu, ni lazima upewe uwezo wa kukataa. Utaona kuna watu wengine wanafika mazingira ya kufanya dhambi, anasema nimeshindwa kujizuia. Hiyo unayosikia mtu anasema nimeshindwa kujizuia, huyo hana uwezo wa kukataa. Mtenda dhambi yeyote, huyo hana uwezo wa kukataa. Ndio maana dhambi yote inapokuja, yeye ile dhambi anaivagamia tu pale pale, anaiparamia. Kwa nini? Bado anakuwa yule mtu hajapewa uwezo wa kukataa. Utaona tukipiga hatua kidogo hapa, twende tuangalie maandiko kadhaa ambayo utaona katika kile kitabu cha Warumi. Warumi ile sura ya 7. Warumi ile sura ya 7 kuanzia ule mstari wa 15. Warumi ile sura ya 7 kuanzia ule mstari wa 15 kushuka chini. Maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, nakiri ile sheria ya kuwa ni njema. Basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, haikai neno jema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Sasa haya maandiko, kuna baadhi ya watu wanaotenda dhambi, wanapoyaona wanafikiri kwamba Mungu anawafariji kukaa katika maisha ya dhambi. Hapana, hili ni eneo ambalo Paulo mtume alikuwa anaelezea. Unajua, ni waeleze watu wa Mungu, huwa kuna stage za kushinda maovu, huwa kuna hatua. Sasa kuna hatua ambayo unakuta mtu bado hajatakaswa, unakuta bado mambo fulani fulani hawezi kuyaacha. Yule mtu kiuhalisia anakuwa bado hajatakaswa, maana kuna vitu ndani yake bado havijakufa.
kuna dhambi bado hajaziacha, bado hana uwezo wa kukataa maovu fulani. Sasa utaona wengi wanaweza kuishi maisha ya dhambi kabisa wakisema kwamba hata Biblia imesema kile ninachopenda kufanya sikifanyi. Sasa hii ni ile hatua ya mtu anayekuwa bado hajatengenezwa. Sasa makusudi ya Mungu anapenda tupate hatua na uwezo kubadilika. Tufike hatua tuwe na uwezo sasa wa kukataa kwamba dhambi hii basi siwezi kufanya, sifanyi. Ili jambo basi hapa sifanyi. Sasa hii dhambi ya kukosa uwezo wa kukataa imewaponza watu wengi sana. Paulo mtume yeye alifika hatua akasema, sasa siwezi kutiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Nikwambie mwana wa Mungu, angalia vizuri. Tuende kwenye Wakorintho wa kwanza ile sura ya 6 na ule mstari wa 12. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 6 na ule mstari wa 12, Biblia inasema, vitu vyote ni halali kwangu, lakini si vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Nataka tuongee wote kwa pamoja hapa kwamba lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Amen. Sasa angalia hapa, Paulo mtume anasema hatatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Ngoja niwaeleze. Nyuma ya simu kuna uwezo. Nyuma ya television kuna uwezo. Nyuma ya social media kuna uwezo. Nyuma ya YouTube kuna uwezo. Nyuma ya mke kuna uwezo. Nyuma ya mume kuna uwezo. Yaani kila kitu chochote ambacho mtu anakifanya nyuma yake kuna uwezo. Yaani ule uwezo unakufanya usikatae. Yaani unaweza kashika simu, unaona kabisa huu ni muda ambao unatamani kusoma sana Biblia, lakini unashangaa unakosa uwezo wa kuiachia ile simu. Huo ni uwezo wa kishetani unaokufanya uwe chini ya ile simu, usiweze kuiachilia ndani ya masaa fulani. Kuna roho zinanuiziwa pale ili zizidi kukuvuta. Sasa pale unakuwa hauna uwezo wa kukataa unaposhindwa kuachia ile simu na kusema sasa hivi niingie kwenye maombi. Kuna roho inakwenda kuambia sasa hivi umeangalia YouTube, sasa hivi ingia WhatsApp uende kuna message mpya imeingia. Ukitoka WhatsApp kuna kitu kinakwambia sasa hivi ingia Instagram, huenda kuna ujumbe mpya umeingia. Ukitoka pale inakuja sauti nyingine, sasa hivi ingia. Kwa unajikuta yani unatangatanga. Unatoka Facebook unaingia Instagram, unatoka WhatsApp unaingia YouTube, unatoka kule unakwenda kuangalia TikTok. Ile ni roho inawachezesha watu. Sasa pale unakuwa hujapewa uwezo wa kukataa. Ukiwa na uwezo wa kukataa, utaona kabisa huu ni muda ambao unatakiwa niombe sasa hivi. Nafunga mitandao, nafunga hiki, nafanya hiki. Sasa hivi najua kuna cha kufanya cha kimungu sasa hivi, nafanya hiki. Hapo ukiwa ni mtu wa hivyo, ujue una uwezo wa kukataa. Watu wa Mungu wengi hasa nyakati hizi wengi hawana uwezo wa kukataa. Paulo mtume akasema hapa, yeye hatatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Maana yake nini? Usiruhusu jambo lolote likutawale, yani likuandame, likuchukulie muda ambao unaona hapa nilipaswa niwe kwenye maombi, nilipaswa niwe kwenye mfungo, nilipaswa niwe nafanya cha Mungu hiki, lakini kile kimekushikilia. Ukitaka kujitoa pale huwezi, huna uwezo wa kukataa. Mwingine anajua kabisa yeye haruhusi kufanya uasherati, anapita mtaani na kukutana na kijana na maprochi. Sasa anaanza kuumauma kucha, sijui nini. Pale ilitakiwa aseme mimi ni mwana wa Mungu, mimi nimeokoka. Sisi tuliokolewa hatufanyi hivi kwa kuwa mimi nimejua kweli, mimi nimeenda mbinguni. Ukatae. Hasa mwingine hana uwezo ukataa. Sasa wengi wanaingizwa kwenye maovu kwa sababu tayari ndani yao hawana uwezo wa kukataa. Kwa hiyo mara nyingi watu wengi sana shetani amewafunga kwa sababu wanakosa uwezo wa kukataa kwenye mambo fulani ambayo wanaokuwa wanayatenda. Unaona? Sasa utaona ninyi mnakumbuka vizuri habari ile ya Yusufu na yule mke wa Potifa. Mke wa Potifa akamwona Yusufu
anaanza kumshawishi na mwambie Yusufu, lala nami. Wakati ule Yusufu yeye kwa sababu tayari alikuwa ana uwezo wa kukataa. Utaona kwenye ile Mwanzo sura ya 39. Mwanzo ile sura ya 39 na ule mstari wa, labda tuanze tu ule mstari tu wa 7. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia, lala nami, lakini akakataa. Angalia Yusufu hapa, Yusufu anakataa, lakini akakataa. Akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyonavyo amevitia mkononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe umkewe. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku, lakini hakumsikia alale naye wala aongee naye. Ikawa siku moja akaingia nyumbani atende kazi yake, wala hapakuwa na mtu katika watu wa nyumbani humo ndani. Huyo mwanamke akamshika nguo zake akisema, lala nami. Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake, akakimbia akatoka nje. Ikawa alipoona ya kwamba amemwachilia nguo yake mkononi mwake, naye amekimbia nje, akawaita watu wa nyumbani mwake akisema nao akinena, angalieni, ametuletea mtu Mwebrania atufanyie dhihaka, ameingia kwangu ili alale nami. Nikalia kwa sauti kuu. Huyo mwanamke alionekana ni muongo, kwa sababu alipomshawishi Yusufu ili Yusufu alale naye, Yusufu alikataa, akakimbia. Hapo Yusufu sasa alikuwa na uwezo wa kukataa. Lakini watu wengi siku hizi hawana uwezo huo. Yaani wengi wakikutana na hili janga hili, wengi wataanguka. Lakini Yusufu alikuwa ana uwezo wa kukataa. Sasa watu wa Mungu wengi ni lazima tutembee katika uwezo wa kukataa. Tukatae kuvaa mawigi, tukatae kujichubua ngozi, wanawake mkatae kuvaa masuruali, mkatae kujichubua, mkatae katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu mtu wa Mungu lazima awe na uwezo wa kukataa. Pamoja kwamba dunia nzima ukiwaangalia wanawake wamekuwa kama vile masanamu, ukiangalia mavazi yao wanavaa kama makahaba ambao wanaojiuza kwenye mabao, kwenye madangulo. Lakini wewe unasema, mimi siwezi kuvaa kama kahaba, mimi ni mwenda mbinguni. Mimi siwezi kufanya hiki, mimi ni mwenda mbinguni. Mimi siwezi kunyoa denge kama wao, mimi ni mwenda mbinguni. Siwezi kuvaa milegezo, mimi ni mwenda mbinguni. Siwezi kufanya hiki, mimi ni mwenda mbinguni. Kwa nini? Una uwezo wa kukataa. Na mimi naomba leo Mungu akupe uwezo wa kukataa katika jina la Yesu Kristo. Wana wa Mungu ni wanaotembea katika uwezo. Unashangaa, unajua mchungaji, mimi sijakamilika, ndio maana nimeanguka kwenye uasherati, mimi sijakamilika. Wewe una uwezo wa kukataa. Wewe unajua mchungaji, alinishawishi sana mama yangu, hata mimi ningefanyaje? Mimi mume wangu alinishawishi, akasema sasa njia nzuri ya uzazi wa mpango ni kuingilia kinyume cha maumbile. Wewe hauna uwezo wa kukataa. Mwenye uwezo wa kukataa atasema, mapenzi ya Mungu ni haya hapa, siwezi kufanya hiki wana wa Mungu hawafanyi. Unaweza kukataa. Sasa mtu wa Mungu lazima ajazwe uwezo wa kukataa kitu ambacho anaona kinamtoa kwenye msingi wa kimungu. Wana wa Mungu wote walikuwa na uwezo wa kukataa. Meshaki, Shadraka na Abednego wakaambiwa wasujudie ile sanamu, walikataa. Daniel akakataa. Yaani mpaka anakubali kutupwa kwenye tundu la simba, amekataa. Yaani haijalishi sijui ni nani, haijalishi hata kama wewe ni rais, unasema rais, niko tayari kufa kwa ajili ya Yesu Kristo. Haiwezekani mimi nifanye hiki ni mwasi Mungu wangu. Hata kama unaona kuna bunduki pale. Unajua walokole wa siku hizi, akitokeza mtu ndani ya kanisa akaja na bunduki, akasema wale wanaokubali kumkiri huyo Yesu tunawamwaga ubongo sasa hivi. Halafu wanaokataa kumkana Yesu, watakaokataa tunawaua. Ila watakaokubali kumkiri Yesu, yani watakaokubali kumkiri Yesu tutawaua. Watakaomkataa watoke nje. Na kuambia watu mpaka watavunja milango na madirisha. Kwa nini? Wengi hawana uwezo kumkataa shetani. Yaani mwana wa Mungu amejaa uwezo wa kukataa kila chochote ambacho ni dhambi. Na utajigundua ni rahisi. Yaani unapoona kuna dhambi fulani,
ukahubiriwa acha hii dhambi, ndani yako jiangalie, una uwezo wa kukataa au bado unakubaliana na ile dhambi. Ukiona una uwezo wa kukataa ile dhambi, jua kabisa wewe ni mwana wa shetani. Kwa sababu kila mwana wa Mungu ndani yake amepewa uwezo wa kukataa. Ule uwezo ambao umeandikwa, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Huo ndio uwezo unaokusaidia kukataa mawigi, kukataa uasherati, kukataa uzinzi, kukataa tamaa za kidunia, kukataa uchafu wa kishetani, kwa sababu mwana wa Mungu huo ndio uwezo aliopewa. Lakini wa kishetani, ikija dhambi tu anaenda kufanya moja kwa moja. Kwa nini? Hawawezi kumkatalia baba yake shetani mapenzi yake. Yaani wewe huwezi kumkatalia bosi wako kufanya matakwa yake. Bosi wako akipiga simu sasa hivi, nataka uje ofisini, hata kama wewe ni saa 8 utaenda. Kwa nini? Bosi wako amepiga simu, nenda, utaenda. Shetani amesema sasa hivi nenda kanywe pombe, utaenda. Sasa hivi kazini utazini tu, kwa sababu yaani anakusaidia yeye. Lakini tulio wana wa Mungu, shetani anapoongea kazini tunamwambia hayo sio mapenzi ya Mungu wetu sisi. Shetani huwezi kutuendesha sisi, wewe sio baba yetu. Kwa hiyo tayari mtu wa Mungu anao uwezo wa kukataa. Ni vitu vingi sana. Sasa wana wa Mungu wengi huwaga hawajui kwamba uwezo huu wa kukataa huwa lazima tuuombe ili Mungu atusaidie. Mnaona pale Paulo anasema yeye kile anachotamani kufanya hakifanyi, ila kile asichokipenda ndicho anachokitenda. Akaja kuongea pale nyuma kwamba kuna dhambi ikaayo ndani. Hiyo dhambi inayokaa ndani sasa, hiyo lazima kuishughulikia ili Mungu sasa akupe uwezo wa kukataa. Unaona? Kwa hiyo kuna hatua ya kuomba utakaso. Unapoomba kutakaswa sana, ndipo Mungu huwa anaachilia ndani yako uwezo wa kukataa vitu fulani fulani. Utaona kina Paulo, walikuwa ni kina Petro wakati wa Yesu, wakawa wanalilia ukubwa, wakasema nani atakayekuwa mkubwa katikati yetu? Yesu alipoangalia akaona hawa bado ndani yao bado hawajatakaswa. Walikuwa wanashindania madaraka. Mtu aliyetakaswa hawezi kugombania madaraka, vyeo, ukubwa. Kwa hiyo ukishapewa uwezo wa kukataa, utakataa vyeo. Ndio maana unashangaa mtu kwenye mtandao anajiita mimi ni nabii, mtume, mwinjilisti na mwalimu. Yaani mtu hatosheki tu kujiita mwalimu, ni mtume, ni nabii, mwinjilisti na mchungaji. Yaani kajipa vyeo. Huyo mtu bado hana uwezo wa kukataa, kwa sababu Mungu amekuwa ndani yake kikamilifu. Angekataa vile vyeo, kwa sababu Mungu hatendi kazi kupitia vyeo. Yaani mtu anajiita nabii, mtume na mwalimu, lakini ukiangalia hiyo kazi ya Mungu aliyoifanya ni zero. Kina Paulo enzi zao walipindua ulimwengu kwa injili waliohubiri. Lakini leo hii watu wana vitu vingi, lakini bado kupindua ulimwengu imekuwa ni issue ngumu. Kwa nini? Wanapenda kuwa na majina makubwa, lakini ule uwezo kufanya ile kazi ya Mungu haipo. Sasa lazima tupewe uwezo wa kukataa. Sasa huu uwezo huwa unashuka kutoka kwa Mungu mwenyewe. Ndio maana ni uwezo. Utaona tunaelezwa kuna yule mfalme wa uwezo wa anga. Yule roho anayetenda kazi katika wana wa kuasi. Tunamsomaga sana kwenye ile wa Efeso, ile sura ya pili pale. Ukianzia mstari wa kwanza pale inaeleza kabisa ambapo anakuwa anaeleza nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Yuko roho anayetenda kazi kwa wana wa kuasi. Huyo roho huyo mwenye uwezo wa anga huyo ndiye anayewapandikiza watoto wote wa shetani kufanya dhambi. Anakuja na kauwezo kanako wachochea dhambi ndani ya watu. Lakini sisi wana wa Mungu tunapewa uwezo wa kukataa. Huo uwezo unaombwa. Ni kumwambia Mungu, naomba nipe uwezo na mimi wa kukataa. Kuna watu wengine anakwenda kuomba kazi. Tajiri anamwambia, yani wewe usiponipa rushwa ya ngono sikupi ajira. Sasa yule mtu kwa sababu hana uwezo wa kukataa, anavuliwa nguo. Sasa mbele za Mungu wewe unakuwa umenajisiwa na unakuwa ufai hata kuingia ufalme wa mbinguni. Umeingia kwa sababu hauna uwezo wa kukataa. Sasa uenda kuna dhambi zilikunasa kwa sababu ulikosa uwezo wa kukataa. Mpaka hapa naamini kuna kitu Mungu amesema na wewe. Nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu, naomba unisamehe kwa sababu niliingia kwenye vishawishi fulani, kwa sababu
nilikosa uwezo wa kukataa. Uweze kusema eti hautaenda kuzimu kisa haujaweza kukataa ile dhambi. Ndugu yangu, dhambi yoyote ikiwa hujapata uwezo wa kuikataa inakupeleka kuzimu. Sasa mwambie kwanza Mungu, ikiwa kuna dhambi yoyote utakayofanyaga ukawa umekosa uwezo kuikataa, mwambie Mungu nisamehe. Mwambie Mungu nisamehe. Halafu baada ya hapo tutaenda kuomba sasa Mungu atupe uwezo wa kukataa. Unapokuwa sehemu fulani uweze kukataa simu hiyo. Yaani ufike muda uiachilie. Ufike muda useme sasa hivi naenda kuomba, TV na izima. Huu muda umefika sasa, hiki na kiacha, nafanya hiki. Sio kitu kinakushikilia. Kwanza subiri mpaka jioni siku mzima umegandia. Yaani umegandia kama sumaku imekuvuta, umegandia sehemu. Hapana. Mungu leo aende kuachia uwezo ndani yako wa kukataa vitu ambavyo unaona kabisa vinakutoa katika uwepo wa Mungu. Ndio mbele za Mungu sasa. Anza kupaza sauti yako sasa. Anza kumwambia Mungu, naomba Mungu unipe uwezo. Mwambie Mungu kwanza kusamehe. Kwanza uende kuna dhambi ulifanya kwa kulikosa uwezo wa kukataa. Mwambie Mungu, naomba unisamehe kila dhambi yote ambayo ilikuja nikaitenda pasipo mimi mwenyewe kusudia. Nikawa nimevutwa kama sumaku inavyovuta chuma, na kile chuma kinagandia kwenye kile chuma kinanasa sana kwenye ile sumaku na hakiwezi kutoka pale. Ni mpaka aje mtu mwenye nguvu akibandue pale. Kwa hiyo uenda kuna dhambi wewe umeshakuvuta kama sumaku. Wewe umekuwa kama vile chuma. Ile sumaku imekuvuta, umegandia. Hauna uwezo kutoka pale. Ni mpaka Yesu mwenyewe aje akuvute, akutoe kwenye ile sumaku ile. Ndio unaweza. Utaona misumari kwenye sumaku haina nguvu ya kujizuia kwenda kugandia kwenye ile sumaku. Ni mpaka apatikane mtu wa kwenda kuichomoa ile misumari, kuitoa kwenye ile sumaku. Hasa huo uwezo sasa ndio uwezo anaokuja nao Yesu wa kuweza kukuvuta, kukutoa. Anakupa huo uwezo sasa. Inapokaribia dhambi fulani unakuwa na uwezo wa kwenda kujinasua, huwezi kuingia pale. Njoo mbele za Mungu sasa. Mwambie Mungu nisamehe. Mwambie Mungu nisamehe. Na mwambie Mungu nisamehe. Mwambie Mungu nisamehe. Mwambie Mungu nisamehe. Ipaza sauti yako. Naomba tufungue sauti zetu. Tumwambie Mungu atusamehe ikiwa kuna dhambi ilikunasa. Tumejifunza kwamba Yusufu yeye alikuwa na uwezo wa kukataa. Ndio maana alikataa kulala na yule mke wa Potifa. Mwambie Mungu, naomba nisamehe ikiwa kuna sehemu nilikosa uwezo wa kukataa. Mwambie Mungu nisamehe. Mwambie Mungu nisamehe. Mwambie Mungu nisamehe. Mwambie Mungu nioshe. Mwambie Mungu nioshe. Mwambie Mungu nioshe kwa damu yako Yesu. Kwa damu yako Yesu. Kwa damu yako Yesu. Mwambie sasa Yesu kwamba ninaomba Bwana unipe uwezo wa kukataa. Yanapofikia mazingira nikashawishiwa niweze kukataa. Yanapofikia mazingira ya tamaa mbaya, mazingira ya vitu vibaya, mwambie Mungu unipe uwezo wa kukataa. Mwambie Mungu sasa. Mwambie Mungu sasa akupe uwezo wa kukataa. Nami nitaenda kuomba kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mungu wetu mwenye nguvu. Imeandikwa Bwana, wewe ulituma neno nalo utuponya na kututoa katika maangamivu. Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, Roho wa Mungu na kusia watu wako Bwana, baada ya kujifunza maneno haya, Baba kawavike uwezo wa kukataa. Baba kawavike uwezo wa kukataa. Uwavike uwezo wa kukataa kwa jina la Yesu Kristo. Najua tuko mazingira, tuko nyakati ambazo shetani anavumisha dhambi za namna mbalimbali kulingana na mambo yanayoongezeka ili kuwanasa wateule. Mungu, watoto wako uwape uwezo wa kukataa maovu, kukataa maovu, kukataa maovu, kukataa maovu yanayokuja. Uweke uwezo ndani yao wanapoona dhambi. Hata kama mtu hana pesa akashawishiwa kwa mazingira gani, mpe uwezo wa kukataa kama Yusufu alivyokataa kulala na yule mke wa Potifa. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninaachia damu yako mwana kondoo itembee ndani ya watu wako, ukawajalie uwezo wa kukataa maovu haya, wa kukataa maovu haya katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, naamini kwamba Mungu unaenda kuwasaidia watoto wako na kuwawezesha, unaenda kuwatakasa na kuwapa nguvu na uwezo wa kukataa maovu haya, wa kukataa maovu haya. Baba, katika jina la Yesu, watakataa kila dhambi za kila namna ambazo adui atakazozileta juu yao. Baba, nakushukuru kwa uwezo wako Mungu wetu mwenye nguvu. Ninaamini kwamba umetenda sasa, umetenda sasa kwa uwezo wako Jehova Shama, umetenda sasa. Bwana, pokea Baba utukufu, heshima na shukrani Mungu wetu mwenye nguvu. Tumeomba na kushukuru.